sio waje watuue, waje watukamate, watutese. Kama Mdude angekuwa na kosa, wangemchukua, wangempeleka mahakamani, aende mahakamani akahukumiwa, kama ni kufungwa akafungwe, kama ni kunyongwa akanyongwe, lakini sio kwa hali kama hii. Kwa kweli natusikitisha sana. Naomba Watanzania wote tutoke, tupaze sauti zetu. Chaula amepotea, Kipanya amepotea, wakina Soka wamepotea. Hatujui leo hii kwa Mdude, hatujui mpaka sasa hivi kama atakuwa hai au amekufa, kwa sababu sasa imekuwa ni desturi ya serikali ya Tanzania kwamba watu wake kuuawa ni jambo la kawaida. Watu wanachinjwa kama kuku. Hii damu kwa kweli hatutaki iende bure. Tunaomba watu, kuna machifu, kuna wanaoamini Mungu, tunaomba tuombe kwa pamoja, kila mtu afanye kazi yake kwa wakati wake ili taifa lipone. Tumechoka kulia misiba ya watoto wetu, tumechoka kulia misiba ya kutoka watoto wetu. Leo tunalia mambo ya Mdude, mwenyekiti wetu wa taifa yuko ndani anasota kwa kesi ya uhaini. Sasa tujamaliza lingine, linakuja hili. Sisi kama Chadema hatutakuwa tayari kabisa kukubaliana na jambo hili. Tunaomba wananchi wote wa jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Mbeya vijijini, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe, kanda ya Nyasa na Tanzania nzima tuungane kupaza sauti zetu kuhakikisha watoto wetu wanarudishwa wakiwa salama. Haijalishi wamekufa au wako hai, tunaomba maiti zao basi. Kama wako hai, mtuambie Mdude yuko wapi ili twende tukamtibu. Mtuambie amepelekwa kwenye kituo gani cha afya ili twende tukamuone, kwa sababu tumezunguka vituo vyote Mdude hayupo. Mtuambie, jeshi la polisi wanajua Mdude aliko. Mimi baada ya kusema haya, niungane na Watanzania wote kulaani kitendo cha tukio la hapa nyumbani kwa Mdude, na pia wananchi wa Iwambi na mtaa huu tunaomba mtusaidie. Mdude jamani, Mdude ni yatima, wazazi wako walifariki. Leo Mdude hapa, ni nani atakaa kwenye nyumba yake ambaye atalia msiba wa Mdude? Tunataka Mdude akiwa hai, hatuhitaji msiba wa Mdude tena. Tumelia, tumechoka. Pia ni rafiki wa Mdude, ni mtu wa karibu ambaye kwa muda mwingi na muda mrefu tumekuwa pamoja, na mara ya mwisho nimewasiliana naye juzi. Na nataka nianzie na hili kwa sababu ndio la muhimu zaidi. Alikuwa na mashaka sana, akaniambia kaka, uje nyumbani na mazungumzo na wewe. Nikamwambia sawa kaka, nitakuja kesho, ambaye ilikuwa ni jana. Lakini sikupata bahati ya kuja jana. Usiku wa manane nikapigiwa simu kuambiwa tumevamiwa na Mdude kapigwa. Nikatoka mimi nyumbani kwa sababu nakaa nyumbani almost sio mbali sana na eneo la tukio. Nikaja saa 8 usiku huo, nikakimbia haraka nikaja hapa. Nilipofika hapa nikamkuta balozi na mjumbe wa mtaa pamoja na mwenyekiti. Nilipofika cha kwanza nikawauliza utaratibu ukoje, mwenyekiti tuongoze katika hili. Baada ya kuangalia mazingira akasema tunafanya mawasiliano, tulikuwa tunataka twende polisi. Nikamwambia sawa, tunakwenda polisi, lakini hapa mazingira tunayachaji kwa sababu mimi naona hapa niko na shemeji na majirani kama 7. Akasema basi ngoja tujadiliane hapa. Akawa anafanya majadiliano ya polisi. Mimi nikaenda kumuuliza shemeji kulikoni. Shemeji akaanza kunieleza muhtasari jinsi hao jamaa walivyokuja. Alianza kuwasikia, yeye alikuwa ananyonyesha mtoto, alikuwa amechangamka, yani analia, kwa hiyo alikuwa anambembeleza mtoto. Akasikia pikipiki, baadaye akasikia gari, akaenda kumshtua mwenzie chumbani. Alipoenda kumshtua chumbani, mwenzie akainuka. Wakati wanatoka kwenye varanda, wale jamaa walikuwa wameshavunja mlango ule, wameingia. Kwa hiyo wakaenda moja kwa moja wakamshika kwenye varanda pale Mdude, wakaja naye hivi wengine, yule shemeji wakamsukumia kule chumbani kwake. Kuna mtu alikuwa ameshika nondo kwa mujibu wa shemeji. Akamsukumia ndani, akamwambia sisi ni polisi, kaa kimya. Ili tukio alijachukua dakika 5 wanasema shemeji. Yaani kwa ukaribu alijachukua dakika 5, na hata ukiuliza majirani pia na wenyewe mtawauliza, watawaambia alijachukua dakika 5. Yule bwana anasema baada ya kupiga baada ya kuonekana amempiga Mdude, nikamuuliza ulisikia piga kile? Sasa alipiga tu kile mara moja, afu akawa ameondoka naye. Baada ya kuondoka naye ndo kama hali mlivyoiona, walikuwa na mburuta na wametoa almost karibu mita 10, wamemburuza kwenda mita 10, damu kote kumniona ilivyomwagika. Kwa hiyo mazingira yalikuwa ndio hayo. Baada ya hapo tukaanza sasa jitihada sisi za kwetu. Sasa jitihada zipi? Mwenzetu ndio ameondoka. Kazi ya jeshi la polisi kulinda usalama raia na mali zao. Tulitaarifu jeshi la polisi, nikamwambia mwenyekiti wa mtaa,
Scenario ndio hii hapa. Sasa umekuja na conclusion gani? Akasema amewapigia polisi, wamesema wako Uyole wanakuja. Hiyo ilikuwa ni saa 8 kuelekea saa 10. Kwa hiyo tukamwambia basi sawa, hamna shida. Tukakaa hapa na majirani, tukawa tunasubiria, na balozi alikuwepo na mjumbe alikuwepo na mwenyekiti alikuwepo hapa. Baada ya muda kidogo mwenyekiti akatoka nje na mjumbe na balozi wakawa wametoka nje. Walikuwa wametoka nje, sisi tukawa tumebaki hapa. Mimi nikaendelea kuwasisitiza vijana kwamba tuna kila haja ya kumuuliza mwenyekiti yuko wapi. Wakasema yuko nje. Wakampigia simu, kwa kijana mmoja mpangaji wa umo akampigia simu mwenyekiti, akasema msijali, gari iko njiani inakuja. Tukaendelea kusubiri. Tumevuta subira, tumepiga kama mara 2. Baadaye mwenyekiti kaja kutokea saa 1 asubuhi. Toka saa ngapi? Saa 8. Tunamuuliza vipi? Anasema jeshi la polisi wamesema hivi, twende Iyunga. Nikamwambia sasa tunakwendaje Iyunga? Kawi tuanze kutafuta utaratibu, sasa tunaendaje na hapa tunapaachaje? Mimi nikamwacha mgombea udiwani wa kata hii. Nikamwambia bwana, tunaomba tuangalizie haya mazingira kwa sababu wewe ni mtu wetu, unalinda maslahi yetu sisi hapa ya chama na maslahi ya Mdude. Kwa hiyo kwa sababu yale umizo ni mwanachama wetu, weka hapa, mimi niende na shemeji polisi. Kwa tukatoka mimi na shemeji, tukachukua pikipiki, tukawa tumeongozana na mwenyekiti, tukaenda mpaka Iyunga. Na majirani hapa wakawa wameteua watu wawili wa kwenda kuwawakilisha wapi? Kule kituo cha polisi, wakasikia na wenyewe, ili kwa ajili ya kutoa ushahidi, ili kutengeneza ushahidi wa aina hiyo jeshi la polisi, kwa sababu limegoma kuja huku, limesema tulifuate. Kwa tukao tumekwenda kufika pale, mkuu wa kituo cha pale akawa na moji mwenyekiti akawa na maelezo ambaye hayajanyoka. Nikamwambia mwenyekiti, basi muache aliyeshuhudia ili tukio mkewe atoe maelezo. Mkewe akawa anatoa maelezo kwamba mimi nachoamini waliomshambulia mume wangu ni CCM na polisi, kwa sababu walijitambulisha polisi. Kwa aliposema maelezo hayo, polisi pale kituoni akasema sisi kwa sababu hatulazi mahabusu, muende Central ndio na mahabusu, labda huyo mtu kwa sababu mnasema akachukuliwa na polisi mtamkuta huko. Tukatoka sisi tukaenda Central, na huko Central tukakutana na polisi wa pale, wakaanza kuchukua maelezo. Tukakaa kama almost saa 1. Baada ya kuchukua maelezo, RCO akasema basi sawa, tuongozane na timu, maana RCO naye akawa amekuja pale. Tuongozane na timu twende tukafanye uchunguzi huko katika eneo husika. Kwa hiyo tukawa tumetoka pale, sisi tukawa tumekuja na shemeji na pikipiki, sisi vile tulikuwa ni pikipiki, tukaja mpaka hapa. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja. Kiukweli jeshi la polisi katika hili swala la kukamatwa na kupotezwa huyu bwana ambaye tunamzungumzia hapa na kujeruhiwa, kiukweli wanatakiwa watoe maelezo yakinifu na yaliyojitosheleza, kwa sababu imechukua almost kuanzia saa 8 mpaka saa 1. Hata kama tulikuwa na nia ya kuwasaidia jeshi la polisi kwenda kumtafuta au kuwakimbiza waliomteka, kweli hii inasikitisha sana. Sisi tu ni ndugu zake, tumeweza kufika ndani ya muda mfupi, tumekuja kwa miguu. Jeshi la polisi lina resources za kutosha, linapitishwa bajeti za wananchi ambazo linapewa bajeti za kutosha. Kiukweli hii kitu haijakaa sawa. Mimi niseme tu haijakaa sawa, hususan katika haya mazingira ambayo tunayaona sasa hivi tunayapitia kama nchi, machafuko, watu kutekwa, kupotezwa. Katika mazingira namna hii mimi nafikiri itakiwa wawe sharp sana. Mimi niendelee kusisitiza haya mazingira si mazingira sawa. Kama mnavyoona shemeji anashindwa kuzungumza, huyu bwana ameacha watoto wadogo, huyu mtoto analia hapa. Tuwe na huruma, damu zimetapakaa nyumba nzima. Niendelee kusisitiza hizi haki za watu na damu za watu haziwezi kupotea bure hivi hivi. Hiki kiburi cha watu wajaribu kukitathmini, si swala zuri kabisa. Huyu bwana ana kesi nyingi sana. Ukisoma historia ya Mdude inajieleza vizuri. Why? Wenzetu wajitahidi basi, wafanye vitu kwa wakati, basi waonyeshe hata dhamira. Yaani katika mazingira ya namna hii, hebu tuambiane tu ukweli. Katika mazingira ya namna hii wewe hata ungekuwa wewe, unamuhisi nani? Au una sio kuhisi au una nani? Kwa hiyo Chana, kwa majina naitwa Hamadi Mbeare, katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya. Nami niungane na Watanzania wengine wote kulaani kitendo kibaya ambacho kimemkuta mwanachama wetu na mwanachama mwenzetu Mdude Nyagali usiku wa manane, yapata saa 8 za usiku. Mashuhuda wamesimulia yaliyo mengi hapa, namna ambavyo kitendo hiki kilifanyika, na kwa namna waandishi ambavyo mnashuhudia umwagikaji wa damu namna hii, inadhihirisha dhahiri kwamba waliokuja kufanya kitendo hicho hawakudhamiria tu kwa sababu kwenda kumkamata peke yake. Inaonyesha walikuwa na sababu nyingine yamkini zaidi ya hiyo. Ndio maana unaona purukushani kubwa imefanyika hapa, kwa sababu ingekuwa ni ukamataji wa kisheria wa utaratibu, palipaswa kiongozi wa serikali za mtaa wepo, palipaswa watu wengine wawepo, hata majirani hapa wajulishwe, lakini walienda wakavunja mlango, wakavunja geti, wakaenda chumbani, wakawa wanamuondoa Mdude pale, hawataki mke wake ashuhudie.
na wamemzuia kwa kauli ya mke wa Mdude hapa ni kwamba yule askari aliyejitambulisha kama ni askari aliyebaki kwenye mlango wa chumbani alimzuia huko akiwa ameshikilia nyundo kubwa sana mkononi ili kumtisha, kumuogopesha mke wa Mdude asione kinachoendelea Susebreni. Na kilichoendelea ndo hicho, umwagikaji wa damu nyingi sana ambazo ni damu za watu. Na sisi kama chama tulipopata tu taarifa hii, mara moja tuliwasiliana na mamlaka zinazohusika, na mamlaka ikiwa ni jeshi la polisi. Niliwasiliana na RPC mwenyewe, sikupata ushirikiano wake, simu yake haikupokelewa. Niliwasiliana na RCO mwenyewe, lakini akaniambia hii taarifa wameipokea na wanaishughulikia. Jambo la ajabu sana, kitendo kimetokea usiku wa saa 8 na wamepata taarifa hizo hizo kupitia wanachama wenzetu waliowahi, akiwepo kaka yetu Abdul Karimu alikuwepo hapa, tunampongeza sana. Lakini jeshi la polisi kuanzia saa 8 halijafika muda wote huo mpaka hapa mimi nimefika asubuhi saa 12, wao wamefika hapa saa 4 wakiongozwa na RCO. Lakini ukweli ni kwamba kutoka makao makuu ya jeshi la polisi kwa maana ya Kadege lilipo mpaka haya maeneo ni kilomita takriban 9 pekee. Kutoka makao makuu ya jeshi la polisi kwa maana ya Central mpaka hapa ni kilomita 10. Lakini hapa jirani kituo cha Iyunga kipo jirani kabisa, kilomita zidi 4, wameshindwa kufika maeneo haya kwa muda mwafaka kuanzia saa 8 usiku, na badala yake wanawaambia watu kwamba, wanaambia wahusika na familia kwamba wao ndo walifuate jeshi la polisi, na mke pamoja na watu wengine na majirani wamelifuata jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekuja kufika majira hapa ya saa 4 za asubuhi. Sasa hichi kitendo tunapokuwa tunakihusisha na kwamba hakipo sawasawa ni pamoja na mazingira haya, lakini cha ajabu zaidi viongozi wa serikali ya mtaa kwa maana ya mwenyekiti alitoa ushirikiano usiku peke yake. Walipoishia pale Iyunga hakutoa ushirikiano mwingine wowote. Mimi nilipofika niliomba mawasiliano yake, alichonijibu ni kwamba yupo kwenye kikao cha chama cha CCM kule Sabasaba. Huyu mwenyekiti wa mtaa ambaye jina lake nafikiri wamenitajia hapa anaitwa Gwantwa Mkumbwa. Sasa hiki jambo ni cha ajabu, yani mtu wako amepotea, mtu wako haeleweki, damu zimechuruzika namna hii. Mwenyekiti ambaye amechaguliwa aidha na wananchi au kwa kuteuliwa anakwambia sina huo muda, yupo kwenye muda kwa ajili ya kushiriki kikao. Nikampigia afisa mtendaji wa kata hii ya Iwambi, na bahati mbaya hata yeye hakai hapa, nakaa nje ya kata yake. Nikazungumza naye, huyu anaitwa Mheshimiwa Kapinga, akaja hapa, amenikuta mimi hapa. Dakika 2-3 ameondoka tena, ameenda kwenye kikao huko Sabasaba na kutelekeza wananchi. Hivi tunazungumza, hakuna kiongozi yeyote wa serikali ya mtaa wa maeneo haya. Sasa tunapolihusisha swala hili kwamba yamkini wenzetu walikuwa wanajua kinachoendelea, ni pamoja na matendo kama haya, kwa sababu huwezi ukakubali mtu wako hayupo, haonekani, damu zimechuruzika namna hii, alafu naondoka. Umeamuru wananchi wakaendelea na majukumu yao, kiongozi na wewe haupo. What is that? Tunalitaka jeshi la polisi kwa mazingira haya ya namna yalivyo, tunalitaka jeshi la polisi, RCO statement ulioitoa hatujakubaliana nayo, hatujaipokea kama chama. Tunaitaka statement ambayo iko sahihi. Mdude yuko wapi? Watueleze ni wapi aliko, na kama wanamshikilia watuambie wanamshikilia kwenye kituo gani. Sisi kwenye maelezo ya RCO amesema hawamshikilia. Sasa mtu wa kawaida hawezi akaja kuvunja mlango akafanya vitendo kama hivi. Huyu ni mtu ambaye ana mafunzo kabisa ya jeshi la polisi. Huyu mtu sio mtu wa kawaida. Mdude sio mfanyabiashara kwamba au watu walikuwa ni majambazi. Kanda yetu leo tumeamka na majonzi makubwa. Tumeamka tuna taharuki. Tupo shoki kwa jambo ambalo limetokea. Tumepokea taarifa za kuvamiwa kwa kamanda wetu, mwanachama wetu Mdude Nyagali, ambaye amevamiwa nyumbani kwake saa 8 usiku. Amevamiwa na watu ambao walijieleza. Mmoja alijitambulisha kabisa kwamba ni askari, na akiwa anamzuia mke wake chumbani asitoke, na wengine wakiwa sebleni wakiendelea kumpiga Mdude na hatimaye kumjeruhi sana na kuondoka naye, ambapo hapajulikani alipo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo kama wanachama tumefanya juhudi mbalimbali toka asubuhi, zikiwemo za kukutanika sisi kufika eneo la tukio, kuonana na mke wa Mdude,
lakini vile vile ikiwa ni pamoja na kuripoti taarifa hii kwa jeshi la polisi, ambapo RCO amekuja na timu yake hapa, muda si mrefu ameondoka. Wamefanya kuchukua vipimo sampling ambazo wanasema wanakwenda nazo kutafuta hizo DNA kufahamu kwamba ni kina nani wamehusika na kumteka Mdude na kumpiga na kumuumiza na kuondoka naye, hata kusababisha mpaka sasa hivi familia haifahamu kama Mdude yuko wapi, chama hatufahamu Mdude yuko wapi. Sasa RCO alipokuwepo hapa, nimepata fursa ya kuzungumza naye nikitaka majibu kwamba Mdude yuko wapi, tunamhitaji Mdude akiwa hai, na RCO anasema hata yeye hafahamu. Na tumemwelekeza mashuhuda mbalimbali wamemweleza kwamba gari iliyomchukua ilienda kulia, na maeneo hayo kuna makorongo mengi ambapo watu wetu wengi wamekuwa wakichukua huwa wanatupa maeneo hayo. Kwa hiyo tumempa hizo taarifa, lakini majibu ya RCO ni kwamba tusaidiane naye kumtafuta Mdude na kwamba tukipata taarifa yoyote tuweze kumfahamisha. Tumeendelea kumuhimiza kwamba ni kazi ya jeshi la polisi, lakini bado hatuoni kama tunapata ile seriousness ambayo ilitakiwa kuwekwa kwenye hili tukio. Kwa hivyo hadi sasa Mdude hafahamiki alipo. Ninyi ni mashahidi, anaonekana amevuja damu nyingi, hatuwezi kuzungumza hata ni lita ngapi tokea sebleni kwake mpaka kwenye barabara ambako gari ilikuwa imepaki ikimsubiri. Na kwa maelezo ya awali ilikuja gari pamoja na pikipiki. Kwa hivyo watu hao walikuja wakudhamiria kabisa kutaka kumdhuru Mdude kwa viwango hivyo. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.